Online TV. Ajenda ambayo inaumiza vichwa vya viongozi wengi wa mataifa yote duniani ni changamoto hii ya uhalifu mtandao. Wahalifu mtandao wamekuwa wakija na mbinu mpya kila kukicha. Sasa mafunzo haya kimsingi tunaenda kuongezeana uwezo kuhakikisha kwamba kila mshiriki, na mnajua hawa University of Dar es Salaam Computing Center ndio wanao sio tu kutoa mafunzo, lakini wanatengeneza mifumo mbalimbali ya serikali na taasisi binafsi. Kwa hiyo wanaweza kwenda kujiongezea uwezo kuhakikisha kwamba wanajua namna gani ya kubaini, namna gani ya kutengeneza mifumo salama, namna gani ya kuongezea watu wengine uwezo wa kuweza kutambua changamoto za kihalifu mtandao zinazokuwa, na namna gani wanaweza kubaki basi katika hali ya usalama pale mifumo inatumika na pale wanapoweza kufanya kazi kwenye taasisi zao tofauti, hususan wale ambao wanashughulika na mifumo ya tehama. Kwa hiyo mafunzo haya ni muhimu sana. Tutaketi hapa kwa siku 3 tukijinoa kweli kuhakikisha kwamba kila mmoja anavyotoka hapa basi anaenda kufanya mabadiliko sehemu ambayo ataenda kukaa. Kwa hiyo hili ni kubwa ambalo tunategemea kulifanya kwa siku hizi 3. Kimsingi ni kwamba tuna makundi mbalimbali. Tuna wale ambao wanawaongezea watu uwezo, yani capacity building. Vile vile tuna makundi ya watu ambao wanatengeneza mifumo, lakini vile vile na wale ambao wanasimamia mifumo na wafanyakazi wengine wengi kwa ujumla wake. Wote watakuwa ni washiriki wa warsha hii, na wote hao tunawaongezea uwezo kuhakikisha kwamba wanaporudi sehemu zao za kazi, kwenye meza zao za kufanya kazi, basi wanaenda kufanya katika njia ya tofauti kabisa. Na kama mara zote ambavyo nimekuwa nikisema, linapokuja swala la usalama mitandao, si swala la grupu fulani la watu, ni swala la kila mmoja. Kila mmoja na nafasi yake ya kufanya kuhakikisha anabaki salama anapokuwa mitandaoni. Kwa hivyo basi, hao ambao walioko nyumbani wanatutazama, wanatumia akaunti mbalimbali, ni jinsi gani watajilinda? Huwa mara zote tunasema ule ulinzi wa kwanza kabisa ni nywila madhubuti ambayo mtu ataitengeneza kuhakikisha kwamba nywila hiyo ni vigumu mhalifu mtandao kuweza kuifikia. Lakini vile vile aongezee kitu cha pili, tunaita second factor of authentication, ambacho kitamsaidia hata kama nywila yake madhubuti itaweza kuingiliwa, basi kitu cha pili kitamsaidia kumzuia yule mhalifu asiweze kufikia madhumuni yake ya kuingia kwenye akaunti ya mhusika. Mambo kama hayo ni ya msingi kwa watu wanaotufuatilia, lakini zaidi ya yote hawa watengeneza mifumo tunaenda kuwapika vizuri, mifumo ikatengenezwe ipasavyo. Hawa wafundishaji tunaenda kuwapika vizuri, wakatengeneze wataalamu zaidi, ili watu wengi katika nchi yetu hii ya Tanzania tupate wenye uwezo kukabiliana na changamoto zinazokuwa kwa kasi za kihalifu mtandao nchini. Wananchi wanaweza kawa wanalalamika kwamba kuna mifumo labda inakuwa inapata shida, kuna labda fedha zao zinaibiwa hapa na pale. Sasa hii inaashiria ama inaonyesha kwamba sisi hatujalala. Tunataka tukae chini, tuweke mambo sawa kuhakikisha kwamba mifumo ya nchi inabaki kuwa salama. Fedha za wananchi wanazotumia zinakuwa salama, lakini vile vile taarifa za watu ambazo zinapatikana kwenye mfumo mbalimbali zinalindwa ipasavyo. Kwa hiyo hii sasa tunaenda kupikana ipasavyo kuhakikisha hayo yote yanaenda kufanywa kazi, na wananchi wajue kwamba sasa pamekucha na mambo yanaenda kubadilika baada ya kumaliza mafunzo haya. Naitwa Leticia Ndongole, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya University of Dar es Salaam Computing Center, ambayo ni taasisi anzilishi ya masuala ya teknolojia kwa hapa Tanzania. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kufanya warsha ya mambo ya cyber security, usalama mtandao kwa siku 3. Sisi kama University of Dar es Salaam Computing Center ni taasisi anzilishi ya masuala ya teknolojia kwa hapa Tanzania, lakini pia imekuwa ikitengeneza mifumo ambayo inatumika katika ndani ya Tanzania kwenye serikali, private sector, lakini pia mpaka nje ya Tanzania. Lakini pia ni taasisi ambayo inafanya sana mafunzo na uwezeshaji kwa watu mbalimbali ambao wanadili na mambo ya teknolojia. Lakini pia tunafanya consultation na kuweza kuhakikisha mifumo yote ya technology iko sawa. Kwa hiyo kama tunavyojua kwa sasa kumekuwa na mabadiliko makubwa upande wa technology. Kama tunavyosikia kuna masuala ya akili mnemba, artificial intelligence, lakini kuna mambo ya Bitcoin, cryptocurrency na masuala mengine mbalimbali ambayo ni mapya yanakuja. Hivyo na kasi ya uhalifu wa mitandao ambayo ni changamoto kubwa, sio tu kwetu kwa Tanzania, ni janga la kidunia.
Kwa hiyo sisi kama pioneers wa masuala ya technology, lakini ambao tunajua kwa kina kuhusu kutengeneza mifumo na changamoto ziko wapi katika kufundisha na kumanage mifumo mizima, tumeona ni swala la msingi kuweza kufanya capacity building kwa wafanyakazi wote wa UCC, na tunaye mtaalam mbobezi kwenye masuala ya uhalifu mitandao ambaye atakuwa na timu nzima kwa siku 3, na tunaamini baada ya mafunzo haya, na kwa sababu ni sehemu ya kazi kwa UCC, tutakuwa katika sehemu nzuri zaidi kuweza kuboresha mifumo, lakini tunapotengeneza mifumo mipya tuweze kujua zile areas ambazo zinahitaji kufanyiwa tuseme uharaka katika kuweza kukidhi sasa ile mlaji wa mwisho, lakini serikali na taasisi zote mbalimbali, private sector pamoja na public sector. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakuwa na mchango mkubwa sisi kama UCC katika serikali yetu, lakini pia katika nchi za Afrika ambazo zinatuzunguka, na pia kama tunavyojua kwa Tanzania upande wa technology kwa Afrika nzima tumekuwa ni kama nchi ya pili kwa adopt technology. Hivyo na kasi ya kujifunza mambo ya uhalifu mitandao inatakiwa iende sambamba na katika tunavyoweza kufanya tuseme kuweka kuweza kutumia zaidi teknolojia katika mifumo yetu. Somoe Mkwachu ni manager business development na quality assurance wa University of Dar es Salaam Computing Center UCC. Tunafurahi sana kuwa na nyinyi hapa leo kuja kwenye mafunzo yetu haya ya cyber security, lakini kama ambavyo wenzangu wamesema, plani yetu ni kutoa haya mafunzo katika level zote, level ya mtu mmoja mmoja, level ya taasisi, lakini pia na level ya serikali. Tumegundua kwamba sasa hivi wizi wa kimitandao umekuwa mkubwa sana na unamuathiri kila mtu katika level yoyote. Sasa tunataka kutoa training, mafunzo kwa kila mmoja ili aweze kujua namna gani atakavyoweza kujilinda yeye mwenyewe kama mtu, lakini pia ana akaunti zake za social media na Instagram na Facebook, kote kwa watu wanakwenda kudukuliwa, ambako sasa inabidi ajue namna gani ya kujidhibiti, kujilinda ili aweze kushambuliwa kidijitali. Lakini pia serikali ina mifumo mbalimbali, lakini pia mataasisi tofauti zina mifumo mbalimbali na vifaa pia vya kidijitali ambavyo vinataka pia viwe vinalindwa ili kuzuia hizi hataki za cyber security za kimtandao, ili tuweze kuwa salama kitaasisi, kibiashara na kitaifa kwa ujumla wake. Samuel Masasi ni meneja wa kitengo idara ya utengenezaji wa mifumo wa University of Dar es Salaam Computing Center. Utengenezaji wa mifumo, na kwa upande mwingine watumiaji wa hiyo mifumo, tumeweza kupata mafunzo ambayo yanatusaidia kuweza kuitengeneza mifumo kwa usalama zaidi. Kwanza tumejifunza namna ya kuweza kutambua athari au madhara yanayoweza kutokana na matumizi ya mtandao, lakini pia kuibaini na kuweza kukabiliana hayo madhara. Kwa hiyo watengenezaji wa mifumo, ina maana tunaanza kuweza kuweka udhibiti katika utengenezaji wa kila siku, kuweza kubaini taratibu za shughuli ambazo zinafanyiwa kazi katika maeneo husika, na mfumo ukitoka, ina maana tayari umeshaangalia njia ambazo wanaweza kuhatarisha matumizi ya mtandao wanaweza wakazitumia, na baadaye kuweza kuhakikisha kwamba wanadhibitiwa. Na tumejifunza kwamba zoezi hili ni endelevu. Baada ya kutengeneza mifumo watu wanaitumia, sio kwamba inakuwa ni mwisho. Wataendelea kutumia, na hao sasa ambao ni waharibifu wa mitandao, wa kutumia njia za mitandao, wanaweza kuendelea kutafuta njia tofauti. Kwa hiyo mafunzo haya yamekuwa tena ni sehemu ya kukumbusha. Yanatukumbusha sisi kama watengenezaji wa mifumo, lakini pia yanatupa nafasi ya kuhakikisha kwamba mifumo hiyo inaweza ikawa ni endelevu, na kuwakumbusha watumiaji jinsi gani ya kutumia njia za udhibiti wa matumizi sahihi, ili wasiweze kupata athari mbaya za matumizi ya kimtandao. KM Online TV.